performance, yani wanapambania ile timu. Wachezaji yani unaweza kusema wana kadi za wanachama hawa, wanakimbia nzau yao akimbie vipi? Huyo ni balaa. Hello, mambo vipi? Karibu sana. Hii ni Brad Online TV. Kwenye channel hii ni sehemu pekee ambapo unapata ladha ya mpira kutoka kitaani kwako. Hapa utajifunza vitu vingi, lakini pia utaenjoy. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kama bado wewe haujawa mwanafamilia wa channel yetu. Bwana, nipo na coach, tutaenda kuzungumzia mambo mengi ya kisoka, hususan mechi ya Yanga na JKT ambayo mechi imekamilika kwa goli 4-0. Ukiangalia Yanga wanapata magoli 4-0 dhidi ya JKT. Hii inatupa picha gani, kwamba ni ubora mkubwa wa Yanga au udhaifu mkubwa wa JKT? Nini kilikuwa chanzo cha ushindi huu? Kitazama michezo ya Yanga hii mitatu ambao wamecheza, tumeona utofauti na Yanga ambayo imemaliza msimu. Yanga hii baada ya kufanya usajili hili dirisha kubwa, wameongeza quality baadhi ya maeneo yao, na imekwenda kuifanya Yanga kuwa moja ya timu tishio sana kwenye ligi yetu, kwa sababu kwenye maeneo karibia yote ya uwanja wana top player, quality ya kutosha. Kwa hiyo kilichosababisha Yanga kushinda na wataendelea kushinda kutokana na ubora ambao wako nao. Nini maoni yako juu ya kiwango cha Albert Kangwanda? Kangwanda ni miongoni mwa wachezaji bora ambao wamesajiliwa kwenye dirisha kubwa, na wana talent kubwa na wana uwezo mkubwa wa kuamua mechi kwa wakati wowote. Kwa hiyo Kangwanda ni miongoni mwa wachezaji bora ambao wamesajiliwa na Yanga na amekuwa na kiwango kizuri kwenye michezo yote mitatu. Ukiangalia amehusika na magoli karibia kwenye kila mchezo ambao amecheza. Kwa hiyo kwenye michezo ijayo na kwenda, nadhani Albert Kangwanda atakuwa miongoni mwa nyota tishio kabisa kwenye kikosi cha Yanga. Hiyo ni ability au tunasema ni uwezo ambao anao yeye kama yeye mchezaji. Na mara kadhaa ukiacha mbinu za mwalimu, ni vyema mchezaji kuonesha uwezo wake binafsi ambao amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Albert Kangwanda ukiangalia ana uwezo wa kucheza pembeni kwenye half space, kuna wakati unamwona central channel, ana uwezo wa kukota mpira, anaweza kupiga, ana uwezo wa kuassist. Kwa hiyo mimi naendelea kumuona akiwa na kwenye kiwango kizuri sana kwenye msimu huu. Na atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa na namba nzuri sana ya magoli na assist mwishoni mwa msimu. Kimzungumzia Shalulile, ni miongoni mwa washambuliaji labda 10 bora barani Afrika kwa miaka hii 5-6 hapa nyuma. Amekuja Yanga kuongeza ubora, hajaja Yanga kuangaliwa kiwango chake. Na ukiangalia hata game ambazo hajashinda, ila amekuwa na mchango kwenye eneo la ushambuliaji la klabu ya Yanga. Kwa hiyo goli lile ambalo amekuwa akilitafuta na jana amefunga, ameshangilia, ni kwamba limemuongezea nguvu ya kurudi uwanjani kuendelea kufunga zaidi, kwa sababu huo ni uwezo ambao wanao. Kwa hiyo tutaendelea kumuona Shalulile akifunga, na hata asipofunga bado ana mchango mkubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji kuliko hata kimwangalia yule striker mwingine Shetule. Lakini Shalulile ameshajitambulisha kwenye soka la Afrika. Kwa hiyo sisi mashabiki au watu ambao tunatazama mpira hatuna doubt yoyote na kiwango cha Shalulile. Hata asipofunga mechi 10 bado ni mshambuliaji bora sana. Mangoba Mniti kwenye mechi 3 timu yake imepata magoli 11 na imeruhusu magoli 2, lakini pia sasa hivi wapo kwenye msimamo wakiwa na point 9. Hii inaonyesha kwamba coach ameweza kutengeneza timu imepata muunganiko kwamba inaweza kugombania ubingwa msimu huu, lakini pia ikafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Kwanza nimpongeze kocha wa Yanga, kwa sababu kwanza nimependa kitu kimoja kutoka kwake. Kwanza ana misimamo na ni mwalimu ambaye ni mkali. Ana misimamo lakini pia ni mkali. Na ukiangalia kwenye kikosi cha Yanga wakati amekuja dirisha ili kubwa baada ya kuongeza wachezaji, Yanga ilikuwa vibaya sana, lakini yale alichokuja kukifanya Yanga ni kuiongezea makali. Unaona? Na ukiangalia hata Yanga ikiwa inacheza mpira, mwalimu muda wote hata kama timu imeshinda, ataona anamfokea hata yao anakimbia nzau yao akimbie vipi? Unaona? Kwa hiyo kocha wa Yanga kiukweli ni mwalimu kwanza mkali, lakini ana misimamo. Na kama vile ambavyo amezungumza, hata kama jana alikuwa anaongea kwenye interview yake moja kuhusiana na Chuga yule. Anasema Chuga hajacheza vizuri. Unaona? Lakini bado ni kijana mdogo. Kwa hiyo yani ni mwalimu ambaye hakai na kitu kifuani, yani kwamba ukifanya vizuri atasema, ukifanya vibaya atasema vile vile kwenye media mbele za watu. Sasa kama anaweza akasema kwenye media mbele za watu, anazungumza kuhusiana na hali ya wachezaji wake vipi kule kwenye uwanja wa mazoezi, nao vipi, anawatreat vipi, anawapa majukumu kiasi gani? Mashabiki wa Yanga wanakwambia Mangoba Mngiti nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi.
Haya tunayoona si kwenye media, manake yanaanzia kwenye uwanja wa mazoezi. Umeona? Na ndio maana ukiangalia Yanga nakwambia mchezaji wote wa Yanga lazima akimbie uwanjani. Lakini pia lazima ucheze kitimu. Ukicheza binafsi ni ngumu kupata nafasi kwenye kikosi chake. Kwa hiyo hayo yote yanaanzia kwenye uwanja wa mazoezi, na ndio maana unaona Yanga ni moja ya timu hatari sana sasa hivi hapa Tanzania. Kwa hiyo Mang'omba Mngiti ni kocha ambaye amekuja kuiongeza Yanga nguvu sana. Tactically kimbinu, wakati inacheza, wakati inazuia, Yanga ina balance nzuri sana. Kwa hiyo ni kocha mzuri sana ambaye amekuja kutuongezea kitu hata sisi makocha ambao tunachipukia. Kama ungekuwa kocha wa Simba leo, ni kitu gani ambacho ungeenda kukifanyia kazi kwenye timu yako ili kuweza kuidhibiti Yanga? Ningekuwa mwalimu wa Simba, ningefanya kwanza maongezo kwenye nafasi ya namba 6. Kwa sababu eneo la chini la kiungo cha Simba ndio liko dhaifu. Yani Simba inakosa kiungo ambaye anaweza kucontrol game anavyotaka yeye, timu ikiwa ina mpira na timu ikiwa haina mpira. Lakini pia eneo la golini bado Simba hawana golikipa ambaye ni level ya kusema kwamba hata unajiamini kwamba golini nina mtu. Unaona? Lakini pia Simba imezidiwa upande wa fullbacks. Unaona? Sio kama tunawadharau mafullback ambao wapo, lakini wanahitaji kuongezewa watu ili wazidi kukomaa. Unaona? Upande wa kulia na upande wa kushoto. Lakini pia Simba inahitaji namba 10. Simba haina namba 10 kwa sababu yuko Chama. Ukiangalia Chama umri umeshasogea. Kuna game anashindwa kucompete vizuri. Hata dabi unaona alipotea. Kwa Simba inahitaji ipate namba 10 wa kisasa ambaye bado ana umri mdogo na ana uwezo mkubwa. Lakini Simba inahitaji striker. Striker namba 9 asilia kabisa ambaye ataongeza nguvu kwenye kikosi cha Simba, kwani Dumbia bado hatujaona makali yake. Unaona? Lakini upande za flanks ya Simba hamna shida. Kwa hiyo nafasi muhimu golini, fullbacks namba 6, 10, 9 strikers. Striker. Kwa hiyo mimi ningekuwa nafasi ya Steven Becker ningefanya maboresho kwenye kikosi changu kwenye hayo maeneo. Kwa kikosi ambacho kipo sasa hizi watapambana. Na mwalimu wa Simba ana mbinu, bahati nzuri, yani huwa nimeona na uwezo wa kupambana kwenye mechi ngumu. Kwa hiyo kwa wachezaji ambao wapo naamini wanaweza kucompete, lakini bado nina wasiwasi mechi kubwa hasa dhidi ya Yanga Afrika. Simba bado haina kikosi cha kwenda kutoa ushindani dhidi ya Yanga. Kiukweli kwanza JKT hawajaanza msimu vizuri. JKT hawajaanza msimu vizuri tofauti na msimu ulioisha. Sasa sijajua changamoto nini kwa sababu mwalimu ni yule yule. Lakini matokeo ya jana ya goli 4 na walistahili kufungwa zaidi ya zile. Ukiangalia JKT hawako vizuri. Yani kiuchezaji, kwenye kuzuia ni kama hawako kwenye mchezo. Yani sijui nini kimewakuta. Lakini kama mwalimu wao atawahi mapema kuwakea wachezaji pamoja na viongozi wanaweza kurudisha JKT kwenye mstari, lakini kwa jana na hata mechi za nyuma hawako vizuri, hawako kwenye fomu yao. Labda tuzungumzie kidogo uwezo wa Chalamanda. Kama angekuwa na siku mbaya kwenye mechi hiyo ingekuwaje? Kiukweli tukimzungumzia kwa Chalamanda, kama Chalamanda ni golikipa mzawa ambaye amejipambanua kwanza akiwa Kagera Sugar. Anaonesha save, anaweza kufanya save double. Lakini kwa jana angekuwa hayuko mchezoni, kama nilivyotoka kusema sasa hizi Yanga walikuwa wanashinda goli nyingi zaidi ya goli 4. Mimi nakuwa proud kwa sababu ni golikipa mzawa na anajipambanua. Amepunguza magoli mengi sana jana. Hii michezo mitatu inatosha kutupa picha kwamba Yanga sasa yuko tayari kupigania ubingwa na kusubiria sasa aangalie namna gani ambavyo ataenda kupata matokeo kwenye mechi za klabu bingwa msimu huu. Why not? No doubt mzee wangu. Yaani Young Africans kwa hizi mechi tatu tukiongelea kimbinu, sio kishabiki, tukiongelea kimbinu, wakiwa wana mpira, wakiwa hawana mpira, Yanga ni tishio. Wachezaji yani unaweza kusema wana kadi za wanachama hawa. Unaona? Performance yani wanapambania ile timu. Na hapo nakukumbusha wamemsajili Aziz Ki hajacheza. Aziz Ki akiingia kikosini itakuwa ni moto. Kwa hiyo Yanga bwana, kwa mimi natamani kuona wanafika nusu finali ya Champions League kwa kikosi cha sasa hivi. Wakishindwa sasa hizi sijui kama watafikaga tena huko. Wana bonge moja la kikosi. Unajua mimi naaminigi ili wachezaji wawe katika kiwango hiko tunaanzia juu kwenye uongozi. Yanga ina uongozi mzuri sana. Ukiangalia Engineer Hersi anavyoakea wachezaji wake. Ndio maana wachezaji wanaipambania ile timu. Wanalipwa kwa wakati, wakiwa wana changamoto wanasikilizwa. Yaani wachezaji wa Yanga wanaishi kama vile timu za familia, kama familia yani. Kwa hiyo ndio chachu. Yaani chachu inaanzia kwenye uongozi ndio inakuja kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo tutaendelea kuiona Yanga ikiwa hivi kwa sababu wachezaji wanapata kila wanachokitaka.
Kwenye eneo la ushambuliaji wa Yanga unaona jinsi ambavyo wanafanya vizuri, lakini kwenye eneo la midfield wanafanya vizuri. Sasa unaona nini endapo na Aziz Ki akipata nafasi kwenye kikosi cha Mangoba Mniti? Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji mnao appreciate sana. Mimi namkubali hata kwenye kikosi changu mimi yule namwanzisha. Kwa sababu ni namba 10 ambayo yuko direct, ana mambo mengi. Akiwa anakuja hivi ujui atafanya nini, atapiga, atatoa pasi ya mwisho. Yani ni mchezaji kwanza akiwa uwanjani una uhakika wa matokeo muda wote. Kwa hiyo atakapoingia kwenye kikosi cha Yanga, kwa sababu kwenye midfield pale nimeona Mangoba Mniti tayari ameanzisha watu wake watatu wale ambao wanacheza kila siku. Maxi, Duke pamoja na Mudathiri. Sasa hapo kimsingi hawa Maxi pamoja na Mudathiri wanafanana uchezaji wao. Yani ni namba 8 box to box hivi. Lakini sasa anapokuja namba 10 creative playmaker kama Aziz Ki, maana yake kuna mtu pale atampisha. Unaona? Lakini hakuna shida iwe Max atakuwa nje au Muda atakuwa nje, lakini bado quality ya Aziz Ki, hata akija akatoka Aziz Ki anakuja kuingia ni moto ule ule. Kwa hiyo Aziz anaenda kuongeza kitu kwenye kosi cha Yanga. Kitu kikubwa tu. Kama ungekuwa ni kocha wa mpinzani, mpinzani anakutana na Yanga, mchezaji gani ambaye ukikutana naye pale kwenye kosi cha Yanga ungeanza kwanza kumwekea ulinzi mkali sana kabla ya watu wengine? Mchezaji ambaye lazima umchunge zaidi uwanjani, cha kwanza ni Shalulile, kwa sababu ya profile yake. Muda wote anakuadhibu Shalulile. Muda wote. Lakini mchezaji wa pili kwa Yanga hii ni yule bwana, ni huyu bwana Kangwanda. Unaona? Kangwanda ndo ameonyesha moto kwenye msimu huu. Kwa hiyo kuna Kangwanda, kuna Shalulile. Lakini mtu mwingine ambaye ningemwangalia akiingia kwenye kikosi ni Stefan Aziz Ki. Huyo naye huyo ndo balaa. Huyo ndo balaa. Huyo ni balaa. Hii ni Brady Online TV. Kama bado hujasubscribe, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare. Tufollow kwenye mitandao yetu ya Facebook pamoja na Instagram kwa jina la Brady Online TV. Asante sana.